Kwa sasa bwana, tuanzie hapa nyumbani Kingamkono pamoja na Michael Hiera kwa kutazama yale ambayo yameweza kutokea, na nikwambie tu ya kwamba mashindano ya mkuu wa majeshi maarufu kama CDF Cup yameanza kutimua vumbi jana kwenye mchezo mmoja wa ufunguzi kupigwa katika dimba la Azam Complex Chamazi baada ya sherehe za ufunguzi. Mchezo wa jana uliokutanisha jeshi la kujenga taifa na jeshi la nchi kavu, ambapo dakika 90 zilimalizika kwa jeshi la kujenga taifa likipata ushindi wa goli 1-0. Huo ni mchezo wa ufunguzi kama ambavyo unaona hapo jana kwenye dimba la Azam Complex Chamazi pale kiliweza kupigwa. Lakini nikwambie tu kwamba ikumbukwe mashindano haya ya CDF yanahusisha kamandi 6 ambazo ni kamandi ya jeshi la nchi kavu, kamandi ya jeshi la anga, kamandi ya jeshi la wanamaji, kamandi ya vikosi chini ya makao makuu ya jeshi, kamandi ya jeshi la kujenga taifa na kamandi ya jeshi la akiba. Kwa hiyo hizo ni kamandi tofauti tofauti ambazo zinashiriki katika mashindano haya, kwa maana timu zao tutaweza kuziona. Andrea Kingamkono, nakumbuka siku ya Ijumaa mimi nilikuwa naona kwa mbali hivi viwanjani ikiwa inaendelea, tuliona wale maafisa wa kamandi tofauti tofauti, lieutenant wale walisimama hapa wakiwa wanazungumzia utayari wao kwenda kwenye mashindano haya, na hatimaye hapo jana ndiyo ilikuwa ufunguzi, mchezo wa kwanza ukapigwa. Kile ambacho kilizungumzwa na kilichoonekana vinaendana, kimeanza kuonekana kwa sababu ni mwanzo wa mashindano na mechi ya kwanza ilikuwa nzuri, imeisha goli 1-0. Unaona ni ushindani mkubwa ambao upo. Kwa hiyo nadhani kwangu ni mashindano yameanza vizuri kwa sababu ni mwanzo. Siku zote watu wanaanzaga chini, lakini kidogo kidogo unaona kwa sababu mashindano yana vitu vingi, kuna ingine sio wakimbiza nini. Kwa hiyo kuna huu soka ambao sitatazama kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nadhani kwangu mashindano ni mazuri, na naamini mashindano haya bado yazalisha wachezaji wengi kuhusu timu ya JKT Tanzania, ili tumeona msimu huu kuna wakati ilikuwa inapata wakati mgumu. Kwa hiyo nadhani mashindano haya wakiyatumia, watengeneza wachezaji wao, na JKT Tanzania itumie mashindano haya wachezaji wake waonekane, ili waje kuwa msaada kwenye timu kwenye msimu ujao wa ligi, kwa sababu tunaamini hapa ni sehemu ya zao lao la kuokota vipaji kutoka kwenye kambi mbalimbali ambazo wao wataokota kirahisi, kwa sababu wao sera yao JKT Tanzania wanasajili wachezaji wengi kutoka ndani, wanasajili kutoka nje kwa sababu inawazuia. Kwa hiyo nadhani kwenye mashindano kama haya kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali nadhani ndo daraja lake la kwenda kuangalia hapo nani anaonyesha kipaji gani, waweze kumchukua kwa ajili ya kuboresha timu ya JKT Tanzania. Tunataka kuona JKT Tanzania nayo ikipeperusha bendera ya Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nadhani mashindano haya ni sehemu kama vile kisima kwao. Wakiwatumia vizuri na hao wachezaji wakaenda kuonyesha vipaji, ni zaidi ya hiko wanachokiona hapo, tutaona kwenye ligi kuu itakuwa msaada mkubwa sana kwenye timu zetu za majeshi na na mashindano kama haya. Unajua mashindano ya mataasisi of course kuna timu ya jeshi ambao ni JKT na kuna baadhi ya wachezaji ambao pia ni wanajeshi, lakini baada ya ofisini sana, baada ya kuwa na mambo mengi kule, huu ni wakati ambao Mike naweza nikasema huwa wanakuja kurefresh na kujuana zaidi. Nimeona goli lilofungwa watu wameshangilia kama kunya wa Manchester United, na kama mtozi ataturudishia tena pale goli lilivyofungwa, namna ambavyo watu wameshangilia. Hii inatoa ile picha tofauti kwamba watu wanakuwa wana vitu lakini sehemu ya kwenda kuonyesha ile furaha inakuwa haipo, na mashindano kama haya yanasaidia kurefresh. Na goli limefungwa na mchezaji ambaye ni wa Premier League, Edward Songo Kiduku, ambaye anacheza kwenye klabu ya JKT Tanzania, na tunajua amekuwa kwa siku za karibuni inawezekana akawa apate nafasi sana kwenye kikosi cha JKT, lakini ni mmoja kati ya wachezaji waandamizi sana kwenye kikosi cha JKT tangu wakati ule akiwa anacheza JKT Mlale. Ametoka hapo, sasa hivi yupo na JKT Tanzania. Mwangalia hapo ndio anashangilia. Hatari kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jambo lingine ambalo linaweza ikawa ni zuri zaidi, pengine ambacho atakikosa jeshi la kujenga taifa kwenye mashindano haya ni pale ambapo wachezaji kama hawa watahitajika kurudi kwenye club, kwa sababu wanalazimika pia kwenda kwenye pre-season. Sasa hapo utachagua unaitumikia kazi au unaitumikia club. Yote ni kazi. Huyu kazi yake ya msingi ya kwanza ni huko. Yes, kwenye kambi huko. Kwenye kazi yake ya kwanza. Wakati Ahmad kule atatakiwa kurequest huyu arudi kambi. Na ndo kazi. Kwa itabidi aanze huko kwanza. Inawezekana pia kuna wakati mza majeshi zinapataga wakati mgumu sana kwenye hiko kipengele. Yes, kwa sababu mchezaji anatakiwa kwenda kwenye majukumu mengine. Lakini so far so good, ni jambo zuri. Unaweza kaona ni nyakati zingine ambazo tuweze tukapata room ya kuona vipaji vingine vipya
Jeshi la Kujenga Taifa ni moja kati ya sehemu ambayo tunaamini wanaweza wakatusaidia sana kwenye soka la Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ambayo wao wako nayo yanaweza yakawa ni rahisi sana kwa wachezaji wengi kuwa na uhakika na sehemu kwanza ya kuwa trendi vizuri, lakini pia anajengewa hali ya uzalendo wa kuweza kutumika zaidi kwenye ngazi zote, iwe ni national team au kwenye ngazi ya club. Lakini pia ni sehemu ambayo mchezaji anakuwa comfortable. Unajua ukiwa sehemu ambayo una uhakika na ni kama una bima hivi na kile ambacho unakifanya, ni rahisi wewe kuweza kuproduce kile ambacho ni bora zaidi kiwanjani. Kwa hiyo wao kama Jeshi la Kujenga Taifa, inawezekana pia katika zile kamandi zote huu ndo msingi wa jeshi. Huko ndiko ambako wanaweza akawa naanzia watu wengi. Alikuwa anazungumzia pia hata yule luteni ambaye alikuja kuwakilisha kamandi ya Jeshi la Kujenga Taifa wakati amekuja hapo. Yeye akawa anasema wao kwa sababu ndio kamandi ambayo ipo mikoa mingi zaidi Tanzania, mikoa 26 wao wana kambi zao. Hata akiamua tu kwamba kila sehemu ambako iko kambi ya JKT wapiki mchezaji mmoja tu, wana kikosi tayari ambacho wanaweza akaja kushindana kwenye mashindano haya, kulinganisha na hizi kamandi zingine, jeshi la nchi kavu, jeshi la wanamaji, wanaanga, ambao wenyewe wanatakiwa kuchuja sana ili kupata wachezaji ambao ni bora kuja kushindana huko. Kwa kuanza na ushindi inaweza kupia kama jambo ambalo linaweza likamotivate zaidi, lakini bado unategemea kuona ushindi. Japo kwa mashindano haya wenyewe wanasema football sio mchezo pendwa kwao. Yaani wao wenyewe kule ndani kambini wanakuambia sio mchezo pendwa sana. Mchezo pendwa ni kulenga shabaha. Kulenga shabaha. Hiyo ndio kazi yenyewe. Bwana, hiyo ni michuano si shabaha. Bwana, hayo ni mashindano ya CDF Cup kwa mwaka 2026 ambayo rasmi yameanza hapo jana, na nikwambie tu kwamba kamandi ya jeshi la nchi kavu wao ndio mabingwa watetezi kutoka kwenye mashindano ya mwaka jana, kwa maana mwaka 2025. Lakini nikwambie tu mashindano haya yatakuwa yanachezwa katika viwanja viwili tofauti, ambapo katika uwanja wa Azam Complex ambapo jana mashindano yaliweza kufunguliwa pale, lakini pia katika uwanja wa Uhuru Temeke pale ni uwanja mwingine ambao pia mashindano haya yatakuwa yakichezwa. And by the way, uwanja wa Uhuru ni uwanja wa jeshi. Uwanja wao. Kwa hiyo na kwenye shamba la bibi, zamani shamba la hiyo na kinga mkono hiyo ilipigwa vita. Siite shamba la bibi, ni uwanja wa Uhuru. Hiyo shamba la bibi hiyo ni kipindi hicho miaka ya kinga mkono. Lakini vijana saa hizi ule wanatambua kama uwanja wa Uhuru, na ukipita pale nje unauona kabisa umeandikwa hivyo, uwanja wa Uhuru. Ule tunatamani kuona zaidi kwa sababu ulikuwa kwenye marekebisho ya muda mrefu hapa katikati. Ni moja kati ya viwanja ambavyo vimeshashuhudia historia nyingi sana ya mpira wa Tanzania. Sana. Lakini hapa katikati unaona mwishoni hadi vile vipira vilikuwa ndo vimeonekana zaidi kuliko nyasi. Kwa hiyo wakalazimika kwenda kubadilisha, na sasa mpaka wanakuja kutumia kwenye mashindano, tafsiri yake ni kwamba uko tayari. Yes, hiyo ni upande wa michuano ya CDF Cup hiyo ambayo imeanza hapo jana. Lakini kwa sasa viwanjani twende tukaangazie kile ambacho kimetolewa hapo jana shirikisho la mpira wa miguu hapo nyumbani Tanzania TFF, ambapo matajiri wa jiji la Azam FC wamekutana na rungu zito la shilingi za Kitanzania milioni 50 kwa kosa la kukataa kushiriki katika sherehe za kukabidhiwa tuzo na zawadi kwa washindi zilizofanyika baada ya mchezo wa fainali ya kombe la CRDB visiwani Pemba katika dimba la Gombani. Taarifa hiyo ilichapishwa jana na shirikisho la mpira wa miguu TFF ikielekeza adhabu mbalimbali kutokana na mchezo wa fainali hiyo, akiwemo kocha wa magoli kipa wa klabu ya Azam FC Rodi Montano kufungiwa mechi 4 na faini ya shilingi milioni 2 kwa kumshambulia mwamuzi wa mchezo baada ya filimbi ya mwisho. Rungu hilo pia limempitia golikipa wa timu hiyo Zuberi Foba kwa kufungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi baada ya filimbi ya mwisho. Aidha, kamati ya nidhamu ya TFF inayopeleka kwenye kamati hiyo kiongozi wa Azam FC Jamal Salum Mohamed maarufu kama Abui na Ali Mohamed Shatri maarufu kama Chiko, ofisa kutoka klabu ya Simba Sports Club, kwa vitendo vya utovu wa nidhamu walivyofanya kwenye mechi hiyo. Hizo ni adhabu kama ambavyo unaiona hiyo ratiba kutoka kwenye mchezo wa fainali ya CRDB Federation Cup, mechi ambayo upande wa Simba waliibuka kuwa mabingwa. Michael Yera pamoja na Kinga Mkono, mechi ndio hii ilikuwa na mambo mengi sana
sana baada ya mechi, stories zilikuwa nyingi na Azam FC hawakuwa sehemu ya sherehe zile za mwisho baada ya mechi kumalizika na adhabu imetoka. Adhabu ambayo imetoka kwa mujibu wa kanuni za mashindano, kwa sababu kila mashindano huwa yanatengenezewa kanuni zake. Kosa ambalo Azam ametozwa kiwango kikubwa zaidi cha fedha ni kosa la kuto kushiriki kwenye utoaji wa tuzo mwishoni mwa mechi. Hii ilikuwa ni mechi ya fainali ambayo katika hali ya kawaida unategemea kuona kuna bingwa na kuna timu ambayo itamaliza nafasi ya pili. Kwa runners ambao ni nafasi ya pili watatakiwa kuwa kwanza kupita kwa ajili ya kuchukua tuzo zao. Then bingwa kwenye hiyo mechi pia ataenda pia kuchukua tuzo zake na kukabidhiwa kombe lake ambalo atakuwa amelichukua kwa siku husika. Azam FC kwenye ile mechi baada ya dakika 90 kumalizika na wao kupoteza kwa goli 1-0, hawakushow up kwa maana ya timu hawakwenda kwenye kukamilisha takwa la kikanuni ambalo lipo kwa mujibu wa kanuni. Wakati mashindano yanaanza, kila timu inatakiwa kupitia kanuni ambazo zipo kwenye mashindano. Wao hawakufanya hivyo. Kilichotokea ni CEO wa club ndiye ambaye alikwenda kuchukua zile tuzo pale. Na utaratibu unaelekeza kwamba wale ambao wameinvolve kwenye mchezo ndio waende kuchukua zile tuzo, kwa maana wachezaji walikuwa wanatakiwa kupita pale, viongozi ambao walikuwepo pia walitakiwa kupita pale kwa ajili ya kuzichukua hizo tuzo, kitu ambacho Azam FC wao kukifanya kwenye hiyo mechi. Hilo ni kosa kubwa kabisa ambalo Azam wamelifanya, na of course wamevunja kanuni ambayo kimsingi walikuwa wanatakiwa wao kuifuata, kwa sababu ni mashindano ambayo yameanza nayo tangu mwanzo. Lakini vingine ambavyo vimetokea kwenye barua ya TFF ambayo ametoa kwenye hii adhabu ni adhabu ambazo zinatokana na reaction baada ya dakika 90. Kutoka kwa wachezaji. Yes, tunaona hiyo baada ya wachezaji kususia Chiko kwa upande wa Simba. Hapo, yes, kwa upande wa Simba unaona Chiko amehusika hapo, lakini kwa upande wa FC wako wengi zaidi. Kocha magolikipa baada ya mechi kumalizika alienda kumzonga mwamuzi. The same kwa Zuberi Foba ambaye naye pia anakutana na adhabu ambayo inafanana na hiyo ya kufungiwa mechi pamoja na faini ya fedha ambayo anaenda pia kuipata. Baada ya hii game kulikuwa kuna malalamiko mengi sana kutoka kwa upande wa uongozi wa Azam FC. Tukaona reaction uwanjani kutoka kwa wachezaji, lakini pia hata katika mitandao ya kijamii walikuwa wakilalamikia fairness kutoka kwa waamuzi. Kile ambacho Azam walionekana kukilalamikia na story ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii na hiki ambacho kimetokea, kwa sababu leo tunaona wamepewa adhabu kwa sababu walikuwa na hawakupendezwa na kile ambacho kilitokea. Lakini nataka nije kwenye adhabu. Faini ya shilingi milioni 50. Hii nafikiri ni maximum. Yani kiwango cha juu kabisa. Yes. Hivi karibuni pia tumeshuhudia Young Africans na wenyewe pia walipigwa faini ambayo ilikuwa ni maximum milioni 100. Inawezekana uzito wa hizi adhabu ambazo zinatolewa ni kwa sababu matokeo yamekuwa ya kujirudia, kwa sababu kama la Yanga ilikuwa la kujirudia. Of course Azam hatusiwezi kusema la kujirudia, lakini ilikuwa ni kwenye tukio kubwa au tunasema kwenye shindano kubwa zaidi, na ilikuwa siku ya mwisho kwa maana kwamba ya fainali. Inawezekana wameangalia uzito wa jambo na reaction ambazo zilitokea ni moja ya hatua ya kutaka kukomesha vitu kama hivi visitokee tena, ndio maana wanaweka adhabu za juu kabisa. Inawezekana kwenye hii mechi ndio ilikuwa mechi ya mwisho ya fainali. Kwa hiyo hata kama mtu alikuwa afuatilii kuanzia hatua zile za awali, unajua CRDB inaanzia mbali sana kwenye ngazi ya wilaya huko. Sio rahisi mtu kufuatilia, lakini inapofika kwenye hatua ya fainali kila mmoja anakuwa anaangalia nini ambacho kitakwenda kutokea, kwa sababu bingwa anapatikana hapo. Na so far ilikuwa ni mechi ambayo ni dabi inaitwa ni Mzizima dabi, ambayo katika hali yoyote unajua kutakuwa na ushindani mkubwa sana kiwanjani ambao unatakiwa kuwa judge, na shabiki pia anatamani kuangalia nini ambacho kitatokea kwenye mechi. Ukiangalia kile ambacho kilitokea, hauoni kama pengine kuna kitu ambacho kilitokea labda kwenye instance kama hii ya goli. Huoni kama Azam alalamikia ile tukio, kwa sababu ilikuwa ni goli ambalo foul ilikuwa clear, lakini ni wao wenyewe ndio ambao walijifunga kupitia kwa Brazilian Yaya Zaidi. Lakini mwenendo na uendeshaji wa matukio mengine ambayo yalitokea kiwanjani ndio ambayo yaliyofanya Azam kureact baada ya dakika 90 kumalizika. Miongoni mwa matukio ambayo wao baada ya dakika 90 kumalizika yamepelekea hizo adhabu ambazo zimepatikana kwao,
walikuwa wanalalamikia kuhusiana na tukio la kadi nyekundu ya Faisal Salum, japo kwenye review ukiangalia kwenye marejeo yake unaona ni kama mwamuzi unaweza kusema alikuwa yuko sahihi kwa sababu ilikuwa ni sio katika ile bato ya kawaida kwenye football. Ni kama ambavyo alipewa nani Mokwena kwenye kombe la dunia. Ilikuwa ni Mokwena yule. Yes, Mokwena. Kwenye mechi za finali ya kombe la dunia. Yes. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye tukio kama lile. Lakini vingine ambavyo Azam alikuwa analalamikia ni matukio mengine ambayo mwamuzi alikuwa anaamua wakati mechi ikiwa inaendelea, wao wakiamini kwamba kuna instances ambazo zilikuwa zinatokea pengine ni 50-50 lakini faida anaipata zaidi Simba na matukio mengine yanayofanana na haya ambayo mwamuzi alikuwa anatakiwa kuamua tofauti na vile ambavyo wao walikuwa wanaona inatakiwa kuwa kwenye utafsiri wa sheria. Kwa hiyo haya yote ndio ambayo alipelekea mwishoni wachezaji kureact kwa mtindo ule. Kwa hiyo ikaweka ambazo zilitokea mwishoni kwenye reaction. Nafikiri hapo ndipo ambapo ilipelekea hata wao pia kugomea kwenda kuchukua zile tuzo. Kinga Mkono, tunazungumza kwenye matukio ambayo yamesababisha hizi adhabu zikatolewa. Ukifungua vifungu vya kanuni unasema yes walikuwa sahihi. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vinajirudia. Azam FC sio timu ya kwanza msimu huu kulalamika kuhusu waamuzi. Si ndio? Kwenye ligi huko tumelalamika kuhusu waamuzi. Lakini kwenye adhabu nyingine kubwa ambayo ni kama rekodi hiyo ya Young Africans milioni 100, wao pia wamefanya kile kitendo kwenye uwanja mmoja mara 2 mfululizo. Kutakuwa kuna sababu ambayo ipo. Na hata nyuma masuala ya waamuzi kuna malalamiko mengi sana. Inawezekana wanatoa maximum penalty, lakini kuna haja pia ya mamlaka yani jitihada zionekane kwamba hivi vitu unavishughulikia, hata kama baadaye kuna mtu au kuna upande ukaja ukafanya tena hivi vitendo, aseme bwana yes imetokea, lakini kuna hatua hizi ambazo zinachukuliwa. Baadhi ya watu na hata mimi pia mmoja wapo, watu wanalalamika, lakini tumekuwa tuoni jitihada za kujaribu kukomesha hivi vitu. Watu kulalamikia dawa kupulizwa ndio maana hawaingii, kelele za marefari ndio maana kila siku tunaona adhabu. Mamlaka pia inapaswa ifanye jambo kuliko tu kuwa wanatoa adhabu kubwa za kiwango hiki. Kwangu kuna picha mbili. Picha ya kwanza, uzuri tulikaa na rais wa TFF hapa, akaizungumzia hili swala, alikuwepo hapa. Akazungumzia kwa nini wanaolalamika ni hao watatu tu. Wanalamika ni watatu? Ni watatu. Au wengine mwazingatii Kinga Mkono. Sasa ndo rais alizungumza, anaona hawa ndo wanalalamika zaidi. Hao wengine sio kama wanalalamika. Lakini hao watatu wanalalamika zaidi. Lakini anaonyesha kwamba anasema kuna bidii kufanyike jambo la kuangalia jinsi gani ya kukomesha hili tatizo. Unaona? Haya madai yapo mengi sana kuhusiana kuwekeana dawa vyumbani. Ni madai ambayo yako kwa muda mrefu kwenye soka letu na sasa hivi yanazidi kupata nguvu. Kiasi ambacho unaona kama mamlaka vile hazijaamua kunusuru mpira. Kama madai yanatolewa na wanahusika, kwa nini taasisi zisiingie kuchunguza, zikafanya uchunguzi sahihi, wahusika wakakamatwa, wakawekwa pembeni ya mpira. Tuna watu walishuhudia hapo, walifungiwa wasihusike mpira maisha, mpaka leo hawako kwenye mpira. Kisa walipatikana na tuhuma za rushwa. Umeona? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo taasisi, TFF, bodi ya ligi, vilabu venyewe vinajua hii michezo wanayocheza. Umeona? Lazima wao wachukue hatua kwamba washirikishe labda serikali iingilie kati. Sawa. Lakini kuhusu swala la adhabu walizopewa Azam, kwangu naona wanastahili kwa sababu hawakuwa waungwana. Na vyovyote wanafanya, mpira ni mchezo wa kiungwana. Ndio maana nasema fair play. Yaani lazima uonyeshe uungwana wako hata kama umekasirika kwa kiwango gani. Uungwana wako. Ndio maana hata usipompa mkono mwenzako unaadhibiwa. Hawa amekuuza amefanya nini? Kama mnapaswa kupeana mkono inabidi umpe. Kwa sababu ni mchezo wa kiungwana, lakini Azam hawakufanya uungwana. Kwa hiyo ndio maana wao wakagomea kwenda kuchukua tuzo. Sometimes kufanya kitu kama kile Kinga Mkono, wewe inaaminika ndio unatuma ujumbe. Hapana, yani ujumbe uliotuma, ujumbe wako unatuma sehemu sio sahihi. Kwa hiyo wewe sio muungwana. Umeona? Ndio maana hata Senegal walivogoma, baadaye wakagundua hii tulifanya sio jambo la kiungwana, wakarudi uwanjani kwenda kumaliza dakika zao. Umeona? Kwa sababu kitendo kile wanachokifanya, na ndio maana bado na wenyewe walipewa adhabu vile vile. Pamoja warudi kumaliza mchezo. Wakaonekana nyinyi hamkuwa waungwana. Ili sawa, huu ni mpira, mchezo huu ni mchezo wa watu wastaarabu walostarabika. Kwa hiyo vitu vingine vinatokea. Kuna namna nyingi ya kulalamika, ujumbe namna ya kufikisha, kuna namna sehemu mbalimbali. Kwa sababu matatizo ya mpira wa Tanzania kuhusiana na mapungufu ya waamuzi yako tangu mimi napata akili zangu. Sasa hiyo ndio mbaya Kinga Mkono. Sasa na hii hiyo kusema kwamba yapo siku zote ndio watu wanachukua reaction hizi. Sasa ngoja nikwambie, ili tutume ujumbe. Hii unaweza kuiona Tanzania hivi. World Cup tunaona madubwashika wanaofanya waamuzi.
kila mtu anatazama World Cup kiwango cha juu cha mpira kabisa. Mateknolojia yapo pale, kila kitu kimewekwa pale, kamera zaidi ya 50 ziko uwanjani. Lakini bado waamuzi wanafanya makosa na watu wanaumia kwa makosa ya kiuamuzi, wanasema VAR, kuna mwingine watasema mwamuzi. Yani haya ni yapo, tunajaribu kuangalia jinsi gani ya kuyapunguza. Na kama kuna shutuma, kama waamuzi wanahongwa, taasisi za kuhusika zipo. Kwa nini hazichukue hatua? Kwa sababu kinga mkono cha msingi tunataka hizi taasisi TAKUKURU hapo. Ndakukumbusha kitu kimoja. Kama una kumbukumbu nzuri, mwanzoni mwa msimu huu Rais wa TFF Wallace Karia akiwa kwenye siku ya kufunga semina ya waamuzi kabla ya kwenda kuanza msimu mpya, alisema mwamuzi watakao tuharibia tutawafungia, tutawatoa kabisa kwenye ligi, na nafikiri alitoa mpaka tishio la kuwashtaki kwenye mamlaka za kiserikali kuwafunga. Maana yake president akitoa kauli kama ile, mtu wa mwisho, maana yake naye pia anatambua. Na katika nafikiri kuna ile wiki tulikuwa tunaingia kwenye mchezo wa dabi, kwa hiyo akasema atakayeharibu huu mchezo tutadili naye, maana yake tatizo ni kubwa kwa daraja hilo mpaka tuna katika kipindi ambacho waamuzi wamefungiwa na kuondolewa kwenye mashindano ni msimu huu. Umeona? Ambao ni muendelezo kutoka msimu uliopita. Yani wamefungiwa na kuondoka ni wengi sana, wamefungiwa mechi 5, wengine wamefungiwa wameshushwa madaraja kabisa. Kwa hiyo hili ni changamoto ambayo tunayo. Na changamoto hiyo wakati mwingine inaweza kujibiwa sio kwa adhabu peke yake. Unajua fimbo sio kitu pekee ambacho kinaweza kumpa mtu wako akawa na nidhamu. Ndio hicho nilichokuwa nasema mwanzo. Sasa tunapaswa tukubaliane na mamlaka. Mamlaka TFF wenyewe. Unaona? Kama kuna machangamoto ambazo zipo ambazo tumegundua waamuzi hawana sifa hizo, wale wakufunzi wao tuabidi tuwaangalie, nyinyi mnatuletea wanafunzi wa aina gani? Kama vile sisi wanahabari hatufanyi na kazi zetu vizuri, waulizwe walimu wetu, nyinyi mnazalisha watoto wa aina gani? Kama Tanzania inashindwa kupiga hatua, wale walimu ambao wanafundisha kizazi chetu kinatuletea watu wa aina gani ambao wana matatizo? Kwa hiyo matatizo sio ya mwanafunzi, matatizo ni ya mwalimu. Kwa hiyo lazima tuangalie jinsi gani, japokuwa hatuwezi kukimbia swala la rushwa, kwa sababu watu hawezi kuwa wanalizungumza miaka nenda miaka rudi likawa lipo kwenye mpira wetu. Hamjathibitisha, lakini ndio kuthibitisha rushwa ni kitu kigumu, na ndio maana kuna taasisi maalum ambayo inashughulikia. Ndio maana tunaiomba mara nyingi TAKUKURU iingilie kati, isaidie, kwa sababu TAKUKURU sio, kwa sababu FIFA wanakataza serikali isiingilie, lakini sio kwenye masuala ya rushwa. Swala la rushwa inaruhusu taasisi husika zifanye kazi. Ni nyie tu na matukio yenu. Kina kinga mkono wako tayari, kwa sababu watu wanatajwaga hadi watu Kabwili anaitwa Kabwili, ile kipa kwa Ramadhani Kabwili alitaja hadi watu, alishindwa kudhibitisha, alikwenda kabanwa yeye, matokeo yake mpira umemshinda yeye, na aliomba radhi kwa sababu alishindwa kudhibitisha. Kwa hiyo nasemaje, mambo kama haya yapo, na sasa pale yule anatoa yule wanasema whistleblower. Nafikiri itokea siku hivi karibuni ya kina Kitumbo ile ilikuwa Fountain tunasemaje, wale ni wapiga kelele, taasisi zinapaswa zichukue hatua kwamba sawa, kuna hii jambo, huu wimbo mbona unaimbwa sana, kwa nini TAKUKURU mpaka leo hajachukua hatua? Lazima wao wachukue hatua, watusaidie, kwa sababu hii ndio kwa TFF wao hawawezi kufuatilia swala la rushwa, lakini kwa TAKUKURU ambao wana vyombo na mbinu mbalimbali wanaweza kutusaidia wakatuondoa hapa, kwa sababu hii changamoto Simba anatajwa, Yanga na taasisi ya dawa hapo, wanaposema kumepulizwa dawa, kwa nini wao hawaendi kuchunguza? Watuletee bwana, hawa wamepuliza dawa nani? Kamera zipo viwanjani kote, kwa nini wachunguzi? Kwa hiyo sisi wenyewe tunalea matatizo ambayo tunakuja kulaumiana, tunakuja kutukanana na mpira wetu tunauharibu. Kwenye swala zima la waamuzi kulalamikiwa, lakini pia vile kuona kanuni mbalimbali zikiwa zinavunjwa, umekuwa kama mwendelezo hivi kwenye michezo mbalimbali ya mashindano hapa nyumbani Tanzania, kwa upande wa NBC Premier League, lakini pia kwa upande wa CRB Federation Cup. Tumeona Azam FC adhabu ambayo wamepewa mara baada ya kutoshiriki katika sherehe za utoaji wa zawadi mwishoni mwa mchezo wa fainali ambao walicheza dhidi ya Simba kule visiwani Pemba. Kwa hiyo faini ya shilingi milioni 50, na unaweza kusema kwenye records hivi karibuni mwishoni mwa mwaka wa mashindano 2025 2026 tumeshuhudia maximum penalty za juu kabisa. Young Africans walipigwa faini ya shilingi milioni 100 na Azam FC shilingi milioni 50. Hiyo ni kutoka ndani ya TFF. Naweza kuongeza jambo? Unataka uchambue kidogo tu? Yaani nasema kwenye hizi adhabu, unajua pesa sio tatizo kwa hizi klabu kulipa, sio tatizo. Ina adhabu, lazima ina adhabu ya kimichezo. Kwa hiyo labda TFF kwenye kanuni yao za kanuni kwa maana ipi? Kuondoa point. Mtu asipoingia kwenye chumba tunapunguza pointi zake, hata kama atashinda tunamnyang'anya point. Ili kwa sababu ili mtu aone adhabu. AC Milan walipopata ile kashfa ya rushwa
walishushwa ligi. Alafu walivyokuja kupanda wakaambia tunawanyang'anya pointi zenu kadhaa. Kwa hiyo mnacheza mnakuwa mnalipa hizo pointi. Kwa hiyo kwenye kashfa ya rushwa, lakini nasemaje, hata kwenye ile kutoingia kwenye chumba katana penalty. Hamna atakayepitisha hiyo kanuni. Yaani ili kuzuia tatizo. Kwa sababu kinga mkono, kwa sababu ni ugonjwa. Umewataja Senegal. Senegal hata mara baada ya wao kugomea ile mechi kutoka, unajua FIFA nao ndio wamebadilisha kanuni sasa, kwamba sasa hizi timu itakayogomea mchezo ikatoa timu uwanjani automatically wanakuwa eliminated kwenye mashindano, na kuna adhabu ambayo itafuata. Sasa ndio sheria kama hizo ndio hata na sasa tunapaswa kama hizo, mtu akiingia kwenye viumba akagoma kuingia kwenye chumba tunakukata pointi. Utaona watu kama watatu kanuni wanapitisha vilabu vyenyewe, hakuna atakayepitisha hiyo kanuni. Basi tutalea ugonjwa bwana. Hii ni Viwanjani, natazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Tuko hapa sana mpaka pale itakapotimia saa 5 kamili za asubuhi. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na coach Michael Hiera, lakini pia Andrea Kinga Mkono naye yuko hapa. Kwa pamoja tuna share yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Na sasa tuangazie kwa upande wa klabu ya Simba. Twende Unyamani. Sawa bwana? Bwana tuko vizuri? Basi twendeni Unyamani. Kwa upande wa klabu ya Simba ni kwamba klabu ya soka ya Simba imetangaza kuwa uzinduzi wa wiki ya Simba mwaka huu itafanyika Julai 25 katika eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Meneja ya habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amedokeza jambo hilo jijini Arusha mara baada ya Simba kusaini makubaliano ya ushirikiano na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro yenye lengo la kutangaza vivutio vya utalii kupitia mchezo wa soka. Kwa upande wao, baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club ndani ya jiji la Arusha wameeleza kuwa ushirikiano huo utasaidia kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia utalii na soka. Aidha, mashabiki hao wamepata fursa ya kupiga picha na kutazama kwa karibu vikombe vilivyo ambavyo klabu ya Simba imeshinda katika mwaka wa mashindano uliopita 2025 2026. Tupate ndani ya taarifa hii kutoka pale jiji la Arusha. Simba nguvu moja, tembelea Ngorongoro. Utaratibu, tutaanza safari tarehe 24 kutoka Dar es Salaam. Tutawapitia wanasimba wenzetu wa Kilimanjaro, wanasimba wenzetu wa Arusha. Tutaondoka hapa, tutakwenda mpaka Karatu. Tutalala Karatu, na siku hiyo tarehe 24 tutakuwa na mkesha wa Simba Day. Tunakesha Karatu, na siku inayofuata tarehe 25 itakuwa Jumamosi majira ya saa 3 tutaondoka Karatu moja kwa moja kwa msafara wa magari yasiyopungua 100 kuelekea Karatu. Tutakuelekea Ngorongoro kule Kreta. Tutakuwa na magari ya kiutalii yale makruza, kwa watu wa Arusha wanafahamu. Tutakuwa na mabasi kwa ajili ya kuwabeba wanasimba wote hao. Moja kwa moja tutaelekea mpaka Kreta, tutafanya uzinduzi. Baada ya hapo tutarejea na watu kusambana. Tayari tunakuwa tumeshaingia kwenye wiki ya Simba. Kusema ukweli, tunayo furaha kubwa sana na ni fursa kubwa na adhimu makombe yetu ya msimu huu kuja Arusha, na hatimaye wana Arusha kuweza kufurahi nayo na kupiga picha kwa pamoja. Hii ni jambo la faraja sana kwetu. Lakini faraja nyingine ya pili ni kwamba tukio linalokwenda kutokea tarehe 25 mwezi wa 7 kule Ngorongoro linaakisi ule ubora wa mashabiki wa Simba Tanzania, lakini na Arusha kwa ujumla wake. Kwa sisi kwetu imekuwa ni furaha kubwa na ni jambo lenye matokeo makubwa sana kwetu kwenye sekta ya utalii, pale ambapo muunganiko wa klabu yetu pamoja na Ngorongoro kuweza kutuletea jambo hili. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo wana Arusha na Watanzania kwa ujumla wanapaswa kujivunia jambo hili, kwani jambo hili linakwenda kukuza na kupaisha utalii wa Tanzania. Kama tunavyofahamu kwamba Arusha ni lango kuu la utalii, lakini ni Geneva of Africa. Inakwenda kupaisha utalii na kusapoti serikali kwa vitendo kupitia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika filamu yake ya Royal Tour. Nichukue nafasi hii kwanza kuipongeza na kuishukuru klabu ya Simba kwa kuona thamani na kwa kuchagua kuweka mashirikiano haya na kuamua kufanya Ngorongoro kuwa sehemu ya uzinduzi. Hii kwetu ni heshima kubwa kwa wanasimba, na tunaahidi kuifanyia kazi kwa maana ya kutoa ushirikiano wa kutosha katika kila hatua kuhakikisha kwamba Simba inaendelea kufurahia kuwepo Arusha. Kwa niaba ya viongozi na mashabiki wa mkoa wa Arusha, tumefurahi sana klabu kutupa upendeleo ambao kwa kweli kwa mwaka huu Simba Sport Club imetutendea haki mkoa wa Arusha.
Kipekee tunashukuru kwa sababu mmekuja na makombe yako mbele yetu. Mara nyingi tumekuwa tukiona kombe liko Dar es Salaam tu, lakini kwa mwaka huu Arusha tumeona makombe na wote tumefurahia. Kupitia ushirikiano wa Simba Sport Club na hifadhi ya Ngorongoro tunaendelea kutangaza utalii wetu na tunaendelea kuwatangazia walioko nje ambao hawajawahi kufika Ngorongoro wafike Ngorongoro. Arusha ina vivutio vingi ikiwemo Ngorongoro. Kwa kupitia Simba Sport Club tunaona kwamba utalii wetu utaendelea kutangazwa zaidi na zaidi. Sio ni klabu ya Simba katika eneo zima la kuunganisha mchezo wa soka pamoja na utalii, na Julai 25 kwa maana ya mwezi huu ndio uzinduzi kuelekea Simba Day utakuwa unaanza, na hekaheka zao zitafanyika kule jijini Arusha. Kwa hiyo ni zamu ya jiji la Arusha, lakini utalii pamoja na soka tutakuwa tukiishi navyo kwa pamoja, na ni kama umekuwa utamaduni hivi karibuni. Soka na utalii naona ni ndoa ambayo inazidi kushikana. Tumeona tangaza Zanzibar, visit Tanzania. Tumeona mambo mengi yamekuwa yakifanyika, na Simba wao uzinduzi watakwenda kufanyia kule. Mwaka jana walienda kuzindulia, ilikuwa Iringa Mafinga ile. Nakumbuka walipita Iringa Mafinga, baadaye wakaenda ile waliozindulia Mikumi. Ilikuwa ni mwaka gani? Walipita kutoka Iringa kwa sababu walianzia Mafinga Mafinga Njombe, wakapita Iringa, wakaenda Kwani pale kwenye kaburi la marehemu Hans Pop. Baada ya kutoka pale ndo wakarudi Dar kuja kuendelea na shughuli nyingine nyingi zaidi. Kwa hiyo this time around ni Arusha. Hii pia kimasoko, kuwasogeza karibu mashabiki inasaidia. Sure. Kwenye hilo nafikiri kwa sasa unajua tunasema kwenye sports pia kuna sports tourism ambayo ni moja kati ya sehemu ambayo dunia pia inataka kusogea huko. Ukiachilia mbali tu dakika 90 ambazo zinachezwa kiwanjani, kuna sehemu nyingine pia ambayo mnatakiwa kuitengenezea mazingira ambayo watu watakuwa familia zaidi na football. Kwenye mazingira kama haya ambayo Simba ameamua kuzindua kitu kingine kizuri zaidi, kulilete wiki ya Simba Ngorongoro, then kuna masuala ya utalii hapo. Tafsiri yake ni kwamba hata wale ambao ni wageni, kwa sababu kwenye kipindi hiki pia unaweza kutegemea utakutana na wageni kutokea sehemu mbalimbali ambao wanaingia kwenye mbuga ya Serengeti ya Ngorongoro. Tafsiri yake ni kwamba wale wanajua kuna kitu gani ambacho Tanzania kinaendelea kwenye football. Inawezekana Simba wakanapata faida moja kwa moja kwa sababu chochote ambacho kitakuwa kinazungumzwa hapo, wao watakuwa wanahusisha timu ya kwanza ambayo ni Simba Sports Club. Kwa ni jambo lingine ambalo wao wamelitarget kwenye njia nyingine ambayo ni bora zaidi na njia nzuri zaidi. Kwenye kuona jinsi gani ambayo pia klabu inaweza ikajitangaza zaidi, hiyo pia ni njia nyingine ambayo inaweza ikawa ni rahisi zaidi kuona jinsi gani ambavyo klabu inaweza ikaenda duniani na watu wakaijua zaidi, wakaifuatilia zaidi na kuona nini ambacho kinafanyika kwenye hiyo klabu. Japo kuna mambo mengine mengi ambao wenyewe wanajaribu kuleta kwenye masuala ya utani, kwamba Simba wa huku ambaye anaishi na Simba mwingine ambaye anapatikana kwenye mbuga ya Ngorongoro. Lakini hiyo unaona ni katika kuchagiza na kuweza kuona jinsi gani ambavyo unaweza kaelewa zaidi concept ambayo ipo ndani yao kati ya Simba na mkataba ambao au makubaliano ambao ameingia na Ngorongoro. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo ni bora zaidi, ambalo hata kitengo cha masoko kwa upande wa Simba unatakiwa kuwapongeza kwamba wameona ni fursa nzuri ya kuitumia kwa wakati huu. Lakini always mimi nasema hata maafisa wa habari wa sasa wa klabu zote hawa ndio maafisa masoko pia kwa klabu. Idea zao ndizo ambazo zinaweza kufanya klabu hizo iende ama isiende. Ukiwa na ideas ambazo ni bora, ndizo ambazo zitafanya pia kwenye issue ya masoko pia klabu inaweza ikawa ni rahisi zaidi kupata wadhamini, kupata pia watu wengine wapya na kila kitu. Lakini kama idara ya habari inakuwa iko down, tafsiri yake ni kwamba hata kile ambacho pia watu wa masoko wanataka kukipeleka kinaweza ikawa ni ngumu watu kukipokea vile ambavyo watu wa masoko wanatamani kukipata. Kwa namna yote unatakiwa kuunganisha vitu vyote kwenye masuala ambayo yanakuwa nje ya dakika 90 na watu ambao kwenye kitengo cha habari, kitengo cha masoko, ili kuona kwamba club inapata faida nyingine nje ya kile ambacho kitapatikana kwenye medali na tuzo ambazo tutapata kwenye dakika 90. Yes, ni kwa upande wa klabu ya Simba na kuelekea kwenye uzinduzi wa Simba Day ambao utafanyika kule jijini Arusha
Kwa hiyo taarifa imekaa hivyo. Kama utapenda kushiriki na uko nje ya Arusha, basi taarifa tayari unayo. Kwanza tuangazie kwa upande wa mchezo wa vishare, ambapo baada ya kuanzishwa kwa mara ya kwanza kwa mchezo wa kurusha vishare, rais wa shirikisho hilo Kevin Ferdinand ameeleza mipango ya kuhakikisha mchezo huo unakuwa maarufu nchini na kupendwa, huku wakiandaa mafunzo maalum kwa walimu ili kuweza kujua mchezo huo kwa undani zaidi. Tupate undani wa taarifa hii na mipango ambayo wanayo chama cha mchezo wa vishare. Tumejipanga kuona namna gani katika kozi yetu, aidha wakati wa kuifungua hii kozi au kufunga hii kozi, basi tutawaalika majirani zetu. Huu mchezo Kenya tayari upo, Uganda upo, na nimeshaanza kufanya mawasiliano na rais wa Uganda Federation ambaye tunazungumza mpaka wakati huu kuona namna gani tunaweza tukamuinvite aidha mwanzoni mwa kufungua kozi au mwishoni mwa kufunga kozi, pale ambapo kozi yetu itakuwa inafungwa, ili aone namna gani pia na sisi tumekuwa miongoni mwa watu ambao wanafanya huu mchezo ndani ya East Africa. Target yetu namba 1 ni kuona namna gani mchezo pia tunaueneza Tanzania na nje ya Tanzania. Baada ya kuanzishwa hili shirikisho, tumefanikiwa kuanza kucommunicate na TOC, Tanzania Olympic Committee. Lengo la kuanza kucommunicate na TOC kuona namna gani tunaweza kuenda kujisajili IOC, International Olympic Committee. Sasa TOC walikuwa kidogo bado wana mambo ya uchaguzi na vitu vingine tofauti, lakini tulisha wa email na tulishawatumia barua. Kwa tuko kwenye mkakati wa kuweza kujisajili kwao na wao waweze kutusajili wapi? IOC, International Olympic Committee, ili tuweze na sisi kufaidika na vile ambavyo vinagawiwa au ile ruzuku ambayo inapatikana kwenye michezo yote ambayo iko Olympic kutoka IOC, International Olympic Committee. Lakini hili shirikisho kwa mimi ninavyofikiri au mimi ninavyoona mpaka wakati huu lina fursa nyingi. Fursa ya kwanza, kupitia huu mchezo wa archery ni rahisi watu wetu wa Kitanzania kupata ajira, lakini pia vile vile kutangaza fursa tulizonazo, kwa sababu sisi target yetu ni kushiriki Olympic inayokuja. Yes, hiyo ni mipango kwa upande wa mchezo wa vishare hapa nyumbani Tanzania. Moja ya eneo ni kuhakikisha mchezo unachezwa, watu wa upendo wauelewe na kupata nafasi ya kushiriki katika mashindano makubwa duniani, ikiwemo kwa upande wa Olympic. Na tuangazie kwa upande wa taarifa nyingine, ambapo baada ya ligi kuu ya NBC kumalizika, huku tukishuhudia mabonanza ya wachezaji yakiendelea kushika kasi, na wadau wa michezo Kuambiana Investment wamezindua michuano ya Kuambiana Cup, huku lengo kubwa ikiwa ni kurudisha kwa jamii pamoja na kuinua vipaji. Tutazame undani wa taarifa hii. Tumeamua kufanya jambo moja kwa wananchi, kurudisha furaha nyumbani. Tumeamua kuanzisha au kuzindua Kuambiana Cup ambayo itafanyika Ludewa, Manda, na shughuli hii itahudhuriwa na wageni mbalimbali na wananchi mbalimbali. Lengo kuu ya kuanzisha Kuambiana Cup ni kuwafanya vijana waweze kushiriki kwenye michezo, kwa sababu michezo ni afya, michezo ni ajira, lakini vile vile kuwakutanisha wadau mbalimbali. Na sisi kama Kuambiana Investment tutasimamia zoezi hili kuanzia mwanzo wa ufunguzi mpaka pale itakapoisha. Lakini kupitia Kuambiana Investment Company tutadharisha vitu mbalimbali. Kuna vipaji ambapo watu watapata kupata sponsorship ya kwenda kucheza kwenye timu mbalimbali, akademi mbalimbali. Yes, hiyo ni mipango ya namna ambavyo vipaji pamoja na kurejesha kwa jamii Kuambiana walivyojipanga kipindi hiki ambacho ligi imesimama. Kwa sasa tupo na wageni wetu kutoka NBC Bank pamoja na mtandao super wa Vodacom. Kwa pamoja tunazungumza yale ambayo tumekuletea leo, ikiwa ni maandalizi kuelekea NBC Marathon kwa mwaka 2026. Mwezi Julai ndo mwezi huu na ndio mwezi wenye jambo lake lenyewe, kwa maana kwamba ya NBC Marathon. Na tupo na Joseph Sai ambaye ni mkuu wa masoko pamoja na uwezeshaji kutoka Vodacom. Karibu sana Jose. Asante sana. Karibu sana. Lakini pia vile vile Brendansia Kileo kutoka NBC ambaye ni meneja mawasiliano kutoka benki ya NBC. Karibu sana. Asante sana. Tuko vizuri jamani? Tuko vizuri sana. Mwezi tunasema kwenda kukimbizana, jana na juzi kuna vikundi mbalimbali, mimi pia mtu wa jogging, wakawa wanazungumza mipango kuelekea NBC. Mapambano yanaendelea kwa wadau tofauti tofauti, lakini huu ni wakati mzuri pia Brenda, watu kujua maandalizi, mipango imekaaje kuelekea kwenye NBC Marathon kwa mwaka huu 2026. Mwezi Julai wenyewe ndio huu hapo kwenye jambo lenyewe. Karibu sana. Asante sana. Kama tunavyojua imebaki
takriban wiki 1.5 Yes. tufikie kilele cha NBC Dodoma Marathon. Na nipende tu kuwaambia Watanzania wale wote waliojisajili kwamba tuko tayari kuwapokea Dodoma tarehe 26 Julai. Na kwa yule ambaye bado hajajisajili, nadhani bado kuna kadirisha kadogo, hajachelewa. Bado unaweza kuchangia kuboresha afya ya mama na mtoto kwa kujisajili kupitia www.events.nbc.co.tz. Bado kuna nafasi na bado tunaweza kushiriki kwa pamoja tukiokoa maisha ya mama na mtoto. Lakini tuko tayari kuwapokea. Na umesema kuna kadirisha kidogo kamefunguliwa. Mpaka tarehe ngapi kwa ajili ya kuweza kujisajili zaidi? Nadhani kwa wale ambao wana vikundi vinavyochukua watu 20 na zaidi, mwisho ni ile kesho tarehe 15. Yes. Kwa wale individuals nadhani mwisho itakuwa ni Ijumaa. Ili tuweze kufanya sasa maandalizi kuelekea kilele tarehe 26. Na bado wiki ijayo kutakuwa kuna activities mbalimbali ambazo zitafanyika pale Dodoma. Kwa hiyo bado tunawatia moyo kwa wale ambao wanangependa kushiriki. Bado kuna dirisha ambalo liko wazi kwa ajili yao. Karibuni sana. Yes, dirisha la kuendelea kujisajili kwa vikundi, lakini pia kwa mtu moja moja. Mara mwisho tulizungumza hapa, na kwa sababu bado kuna eneo ambalo limebaki, inawezekana kuna mtu ambaye alikuwa hajajua kwamba lengo la mbio za mwaka huu hasa zinabeba ujumbe wa kwenda kuisaidia jamii kwenda kushika mkono katika maeneo tofauti tofauti. Pia kama unaweza ukatukumbusha pia, kumbushana kila siku pia inakuwa nzuri. Lengo hasa kwa mwaka huu 2026 kwenye NBC Dodoma Marathon ni kurudisha tena kwa jamii, lakini maeneo gani zaidi ambayo yamezingatiwa? Kuna maeneo matatu ambayo tumezingatia, na ndio maana tuko na wadau wetu hapa Vodacom, naye ataeleza zaidi. Lakini eneo la kwanza kabisa ambalo tumekuwa nalo kwa huu ni mwaka wa 3 sasa, ni kusomesha wakunga ambao wako hospitalini tayari. Hao ni wakunga ambao tayari wameshaajiriwa, lakini tunawasomesha, tunaita upskilling, yani kuongezea ujuzi kwa ajili ya kuokoa maisha ya mama na mtoto pale anapojifungua. Maana kuna kuwaga na tatizo la hemorrhaging, yani mama akiwa anajifungua anapata changamoto kidogo. Kwa hiyo wakunga wakiwa wameelimika, inakuwa rahisi zaidi kuokoa hivi vifo vya mama na mtoto. Na ni kitu ambacho kinafanyika, na tumeona kwamba kwa statistics vifo hivi vimeanza kupungua. Lakini sehemu ya pili, kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, tunashirikiana nao kwa ajili ya kutoa matibabu ya moyo kwa watoto. Kuna tatizo kubwa sana la watoto kuzaliwa na matatizo ya moyo. Baadhi ya matatizo yanatibika na yanafanyika hapa JKCI, lakini gharama za matibabu haya kidogo ziko juu. Kwa matibabu ya mtoto mmoja inafika hadi kiasi cha milioni 8. Na kwa Mtanzania tu wa kawaida hii gharama bado ni kubwa. Kwa hiyo pia tunashirikiana nao kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa watoto ambao baadhi yao wanahitaji upasuaji kwa ajili ya kuboresha afya zao. Sehemu ya tatu ambayo tunashirikiana na Benjamin Mkapa Hospital iliyoko Dodoma ni kwa ajili ya upandikizaji wa uloto kwa watoto ambao wanazaliwa na selimundu, tatizo la selimundu. Tanzania imekuwa mhanga wa watoto hawa ambao wanazaliwa na tatizo hili la selimundu, na gharama ya matibabu ya upandikizaji wa uloto yanafika hadi milioni 75. Na unaona hii gharama ni kubwa, hata kwa mtu ambaye ana uwezo bado gharama ni kubwa. Sasa kwa Mtanzania wa kawaida bado hii gharama yani hata haifikiriki. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia tunaenda kuchangia kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtoto na kumsaidia kumkwamua Mtanzania mwenzetu katika hii adha ya kiafya. Yes, hayo ni maeneo tofauti tofauti ambapo wewe pale ambapo utaweza kulipia ushiriki wako kwenye NBC Dodoma Marathon kwa mwaka 2026. Hali maeneo ambayo pia atakwenda kuwezeshwa hususan kwa upande wa watoto, ni eneo zima la afya. Kwa hiyo bado dirisha liko wazi la kuweza kujisajili, kupata namba yako ya ushiriki ili uweze kuwa sehemu ya watakao ushiriki, lakini kubwa zaidi pia unakuwa na wewe umechangia kurejesha kwa jamii kupitia NBC Dodoma Marathon kwa mwaka huu. Kutoka upande wa mtandao super wa Vodacom, Joseph Sai tunaye hapa ambaye anatoa kitengo cha masoko pamoja na uwezeshaji. Kwa haraka haraka inawezekana tukajiuliza Vodacom, mkono wenu ukoje kwenye NBC Dodoma Marathon mwaka huu?
Nashukuru sana. Kwa upande wa Vodacom, sisi tumekuwa ni wadau na ni wabia wa muda mrefu wa benki NBC. Yes. Na katika vitu ambavyo tunasemaga sisi ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo ndio ni mtandao super, lakini tuna azma ya kutumia teknolojia yetu na mtandao wetu katika kuwaunganisha Watanzania, lakini kwa kuwaunganisha katika kusaidia maendeleo ya mwanadamu. Ni moja ya pila zetu. Na hii azma ya benki NBC walivyokuja na hii initiative ya marathon, moja ni mchezo, kwa hiyo watu wanajenga afya. Mbili, dhamira ambao wanatumia hii platform katika kuendeleza afya ya mama na mtoto. Kwetu sisi inatugusa na kwetu sisi inagusa pila zetu, kwa hiyo tukaamua kuwaunga mkono, kuwa wabia wa karibu zaidi, na ndivyo tunavyo sisi Vodacom tunavyoenda kuunganika na Watanzania kiujumla, kuwa zaidi ya mtandao. Na hapa sisi tumeweza kuunga mkono pia kwa kuchangia kiasi fulani cha fedha, pamoja na kutumia teknolojia yetu katika kuboresha uendeshaji wa mashindano. Kuna mbinu za teknolojia katika kufanya mawasiliano ya uwanjani, kwa sababu unavyojua hizi marathons zinakuwa zina watu wengi, lakini kuna watu inabidi wawe na uwezo wa kufanya mawasiliano beyond ile speed ambayo iliyopo kwenye kutumia simu za kawaida za mkononi, kwa vifaa vya mawasiliano kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanakimbia katika mazingira yako salama. Kwa hiyo mawasiliano ya sio uendeshaji, pia usalama wa raia wote. I think mwaka huu ni zaidi ya 15. Yes. Tunategemea 13. Yes, 13 tunategemea waepo pale mjini Dodoma. Kwa hiyo facilitation ya hiyo communication ni muhimu sana. Na vile vile kuboresha of course mawasiliano yetu pamoja na uwepo wetu uwanjani kwa ajili ya huduma tofauti, kuanzia za malipo na vitu vingine vyote ambavyo tunatoa kama Vodacom, tukiwa kama kampuni ya teknolojia na katika azma ya kusupport nchi kuendeleza dira yake ya kidijitali Tanzania. Yes, bwana, nafasi ya Vodacom kama ulikuwa unajiuliza inakuwaje, lakini naweza kuona kwa wale ambao wameshiriki marathoni mbalimbali, ile idadi ya watu ambao inakuwepo, kuna nyakati unaweza kusema watu wote na control vipi kujua wa kilomita 21 wamefika wapi? Bwana, kilomita 5 ndo wanageuza wanarudi. Nani yuko wapi? Kidogo wewe unahitaji mawasiliano ya uhakika zaidi ili muweze kumonitor kila kitu na kiweze kuwa vizuri. Lakini Joseph, mkiwa kama Vodacom pia, mbio za mwaka huu mnazionaje nyie kama Vodacom, lakini pia namna ambavyo mmejiandaa kwa ujumla, maandalizi yenu kutoka upande wenu ambao pia tunawategemea kama watu wa teknolojia? Kwa kweli tunawapongeza sana NBC kwa ajili ya kucoordinate vitu vingi kwa wakati na kwa uweledi mkubwa. Kwenye upande wa maandalizi tumeona kwamba kuanzia wadau walivyoshirikishwa toka mwanzo, kuanzia azma ile kuhakikisha kwamba ujumbe ule halisi wa lengo la marathon, watu kama JKCI, Benjamin Mkapa, wote wametoa support na wote tumeelewa impact iliyofanyika so far. Nafikiri Brenda pata gusia kwamba ni mpaka saizi wameweza kugusa watu wangapi, watoto wangapi katika ile kutimiza lengo letu. Lakini sisi wenyewe kweli kwa upande wa maandalizi tuko vizuri, mitambo yetu iko vizuri na tuko tayari kupokea watu hata wakija maelfu kwa maelfu pale mjini Dodoma. Tuko pamoja. Yes, bwana, hiyo ni kutoka mtandao Super Vodacom. Brenda, kwa kumalizia, kuelekea katika maandalizi lakini pia kuelekea kwenye marathoni yenyewe, jambo gani hasa ungependa kuambia wa Tanzania? Kama unavyoona hapa tumejizatiti vizuri na wadau wetu wako vizuri. Tuko na mtandao super kama alivyosema. Pale uwanjani kutakuwa kuna wifi kwa ajili ya mawasiliano, lakini pia mawasiliano yatakuwa yako ya quality ya juu. Lakini vile vile napenda kuwakumbusha waga, sisi sio marathon tu kwamba unakimbia unamaliza kama mchezo, ila baada ya hapo pia kuna kuaga na burudani. Tunakuaga na burudani za kabla na pia tuna burudani za baada. Kwa hiyo kutakuwa kuna burudani nyingi, kutakuwa kuna wine tasting, kutakuwa kuna parties kwa wale wanaopenda party, vichekesho kwa wanaopenda kucheka. Na pia baada ya hapo pia kutakuwa kuna kama concert pale uwanjani, na baadaye kwa wale ambao wanapenda kusikiliza mziki sehemu tulivu pia kutakuwa kuna brunch ambayo hiyo ni wanaita old school brunch. Kwa wale ambao wanapenda mziki wa zamani, sehemu tulivu na kuweza kukaa pamoja na kuweza
kusherekea ushindi wao baada ya kukimbia. Yes. Na wote watapata medali. Kilomita 5 watapata medali 10, 21 na 42. Lakini vile vile atakayevunja rekodi ya 42 ya mwaka jana ataongezewa kiasi cha shilingi milioni 5. Mtozi Lukayo unapiga kelele lakini maandalizi ya kuvunja hiyo huwezi kuanza leo kwa kilomita 42. Ni jambo la muda mrefu. Wa kwanza anapata kiasi cha shilingi milioni 11.5. 11.5, 11 na nusu ukivunja rekodi ya muda. Rekodi ya muda Brenda unayo? Rekodi nadhani ilikuwa ni masaa mawili, sina uhakika, lakini kwa masaa mawili ni dakika 40 na kitu. Masaa mawili dakika 40 na kitu hapo. Kwa hiyo unaweza kujipima vikundi vingi vya jogging, unashangaa kilomita 10 tunakimbiaga mpaka masaa mawili. Kwa hiyo saizi mmoja unaweza kuanza kujipima na kuhakikisha kwamba unaweza kawa sehemu ya washindi ili wasiwe kina Simbu peke yao na vitu kama hivyo. Brenda, mimi ni kushukuru sana kwa kuweza kufika leo na kuweza kutupa updates kuelekea NBC Dodoma Marathon, lakini pia Joseph Sai, shukrani sana kutoka mtandao Super Vodacom. Wenyewe pia wamekuwa sehemu ya kuhakikisha kwamba marathon ya mwaka huu inakuwa nzuri kabisa na vikundi mbalimbali. Mimi pia nithibitishe nitakuwepo. Nimeshiriki 2 mfululizo zilizopita. Kwa hiyo naamini basi vunja rekodi hata moja basi. Kimsingi nitatafuta ya 10. Tuweze kuivunja niweze kupata wala zawadi miongoni mwa wale wajua ambao watafanya vizuri zaidi. Mimi ni Ibrahim Kasoga na hii ni Viwanjani.